Hiki ndicho kilichomponza Padri Kitima kutaka kuuliwa ama kuuawa. Unajua alizungumza kitu gani? Yaani haya masuala ya uchaguzi haya, tusipokuwa makini kuna watu wengi sana wanaweza wakafariki. Sasa hiki ndicho kilichomponza mpaka watu kuanza kumtafuta kwa ajili ya kumuua. Na alikuwa na Mungu kweli kweli, maana amenusulika kwenye janga ambalo watu wengi sana wamepoteza maisha yao. Hebu msikilize kwanza Padri Kitima akiweza kuzungumzia hili jambo ambalo leo hii limemfanya kutaka kuuawa. Hiki ndicho kilichomponza. Kutokana na hali hiyo ambayo imekuwa ni ya kuruga uchaguzi tangu 2016 mpaka sasa, viongozi wa dini kwa kweli wameona wakemee kwanza hayo maovu, alafu waitake serikali, sio kuiomba, waitake na sio kuishauri, waitake, sababu sheria ziko wazi, sheria zimewekwa, ziheshimiwe, kuwe na utawala wa sheria na watu waheshimiwe, kwa sababu raia ndio anapoweka kura yake, ndio nguvu yake ya kuitawala nchi yake. Sisi kazi yetu kama kanisa ni kukemea uovu, kuiba kura za wananchi, kupeleka kura zisizo halali, feki, kumtangaza mtu ambaye hajapata kura nyingi na mwache nyingi. Huo ni uovu na ni kazi ya shetani, sio kazi ya Mwenyezi Mungu. Na Watanzania wote hawajakubaliana hilo katika sheria zao. Tunachoiambia serikali, heshimu sheria, fanya amri za Mungu zinavyodai. Uzuri Tanzania kuna dini za kimila, kuna Ukristo, kuna Uislamu. Katika dini zetu hizo zote tunakubali kwamba Mungu anaagiza maovu haya, na haya yote yaliyotamkwa ni maovu. Na hapo hamna siasa, tunasema maovu haya yaachwe. Hatujawaambia wamchague huyo wachague chama hiki. Tutakaposema chagua chama hiki acha chama hiki, hapo ndio tutakuwa tumeingia kwenye siasa. Lakini tunaposema acha kuiba kura za mwenzako, acha kuvuruga kura ya raia aliyempigia huyu, ihesabu pale pale, na usipoihesabu pale, huo ni uovu, ni ushetani, ni dhambi, na lazima iachwe. Na huyo mtu anayefanya hivi anajua kabisa atawajibika mbele ya Mwenyezi Mungu. Unasababisha watu wanauawa, unasababisha watu wanatumia muda mrefu kupanga foleni kupiga kura, alafu wewe unajua umeshapanga watu wako. Wabunge wamesema watachaguliwa, wewe unaweka wako unaowataka. Sasa hiyo sio mlichokubaliana kitaifa. Kwa hiyo hapo hamna cha siasa na dini, ni kueleza watu tenda kadri wananchi mlivyokubaliana kama nchi, na vile vile heshimu maamuzi ya wananchi. Kuwaambia waheshimu maamuzi ya wananchi, sio hatuwezi kuwaomba ruhusa wao. Sisi tutasema, hawapo kutufundisha sisi tuseme nini wao tuseme. Sisi kazi yetu ni kukemea maovu na kuonya wanaoyafanya wayaache. Na wasipoacha yanayakuta mataifa mengine, yataikuta Tanzania. Sasa kama ulikuwa haujui ama hufahamu, sasa hiki ndicho kinachotajwa kama chanzo cha yeye kuingia kwenye matatizo. So hii ilidhihirisha kwamba anapinga kile ambacho Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa ameomba ama ametamka. Kumbuka kwamba Mama Samia alisema nyumba za ibada zitumike tu kwa ibada, yani watumishi wasijihusishe na masuala ya kisiasa. Yani hakuna mchungaji shehe ambaye anaruhusiwa kujihusisha na masuala haya ya kisiasa. Sasa hii ndio iliweza kuibua sintofahamu mpaka unaona anaongea maneno hayo. Na hapo umemsikia vizuri kabisa, anazungumzia kwa ufasihi na kwa jinsi ambavyo yeye alipokuwa na uelewa juu ya hili swala la kisiasa. Sasa hii ndio imetajwa kama source ya yeye kuingia kwenye changamoto na shida ambayo inampata sasa hivi. Amenusulika kuuawa. Tena ana bahati, na kama nilivyokuambia yuko na Mungu, kwa sababu hili swala la mtu kushambuliwa na watu wasiojulikana limekuwa ni jambo gumu sana kwa Tanzania wengi ambao wamekutana na changamoto kuweza kurudi salama. Hii imeweza kuwafanya wengi kupoteza maisha yao. So bana, drop comment kama ulikuwa hujui source ya hiki ambacho kinamkuta Padri Kitima. Utakometisha kinoma noma. Bye bye.